Yohana sura ya 16 na mstari wa 13. Maneno haya anayasema Bwana Yesu mwenyewe. Bwana Yesu anajaribu kuongea kwa habari ya unabii. Anasema kwamba ule mstari wa 13, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli. Hilo neno roho imeandikwa kwa ara kubwa, akiashiria ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tutapashwa habari za mambo yajayo atakapokuja Roho Mtakatifu. Kinachoitwa kupashwa habari za mambo yajayo ndio unabii wenyewe. Kwa hiyo kinachoitwa unabii ni ujumbe utokao kwa Mungu, ulioletwa kwa Roho Mtakatifu kwa kupitia mtumishi wa Mungu. Ndio lile andiko lako sasa uliosema kwamba unabii haukuajieni kwa jinsi ya wanadamu, bali wanadamu waliyanena yatokayo kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapata pointi hapa kwamba kwenye dunia ya zamani kulikuwa na manabii kadha wa kadha, na manabii wa zamani ndio walikuwa entitled katika kuleta ujumbe wa Mungu. Ndio maana unaona Hezekia akatumwa kwa Isaya, unaona Elisha akatumwa kwa mfalme wa Israeli, anakwenda kumwambia mfalme wa Israeli kule Samaria kwa habari ya Shah. Unamwona Isaya ni nabii, anatumika kuleta habari, anasema namuona lakini si sasa, namtazama lakini sio karibu, nyota itainuka katika Yakobo na itazipiga pembe za Moabu. Lakini pia unamwona Isaya anasema wazi, tumepewa mtoto mwanamume, ufalme wake utakuwa mabegani mwake, ataitwa mshauri wa ajabu, mwana wa aliye juu, na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo watu wa Mungu walikuwa wanayasema yatokayo kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini kati ya mambo ambayo watu hawajafahamu vizuri sana, it is something cumbersome kugundua kwamba Roho Mtakatifu anakuongoza, isipokuwa mpaka uwe na maarifa ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Na ndio maana kuna watu wanasemaga vitu vinatokea, alafu anasema aisee, unajua ulichokisema kimetokea. Hata yeye anajishangaa, anasema wewe usiniambie, nilikuwa sijui, nimejisemea tu. Kwa sababu gani? Hana maarifa, hana uelewa kwamba Roho Mtakatifu anamtumia. Kuna wengi wako hapa wakiyasemaga mambo huwa yanatokea. Kuna watu ndani ya ndoa zao anaweza akamwambia mume wake kabisa, mume wangu achana na huyu rafiki, sio mzuri. Lakini kwa kuwa mumewe hawezi kumwona Roho Mtakatifu aliye ndani ya huyo mtu, na hata huyo mtu mwenyewe ajiamini kama na Roho Mtakatifu, kwa sababu anajipima katika madhaifu aliyonayo. Kati ya vitu ambavyo watu wanatakiwa kufahamu, usijipime ukuu wa Mungu kwako kwa hali ulionayo. Mungu anaweza akakutumia wewe kama punda tu. Roho Mtakatifu anaweza akakutumia wewe ujumbe ufike. Wewe ni shahidi, man of God. Hosea alikuwa ni nabii, lakini Mungu alikuwa anafikisha ujumbe kwa wana wa Israeli kwa njia ya dhambi kupitia nabii Hosea. Alimwambia Hosea, nenda kaoe mwanamke kahaba, lakini Mungu anafikisha ujumbe. Kwa hiyo tunaposema kwa habari ya unabii, ni ujumbe unaotoka kwa Mungu kabisa pase, na ujumbe huo unakuwa unapewa nguvu na Roho Mtakatifu. Lakini wanaotumia kuuleta duniani ni watu kama sisi, na ni ngumu sana kujua kwamba nani ana ujumbe wa Mungu, nani ametumiwa na Roho Mtakatifu, hususan kwenye dunia ya leo. Na ndio maana watu leo wanafikiri kwamba anayetakiwa kutoa unabii ni prophet peke yake, ni nabii peke yake, kitu ambacho sio. Yesu alipokufa msalabani, Biblia inasema wazi, Yesu ana huduma zote tatu. Yesu ana ualimu, Yesu ana utume, Yesu ni mchungaji, Yesu ni nabii, Yesu ni mwinjilisti. Kwa hiyo unapompokea Yesu, tafasiri yake unampokea Yesu akiwa na huduma zote tano. Kwa hiyo dunia ya leo tulionayo, uliyempokea Yesu tegemea utume uko ndani yako, uliyempokea Yesu unabii uko ndani yako, uliyempokea Yesu uinjilisti uko ndani yako, uliyempokea Yesu uchungaji uko ndani yako, uliyempokea Yesu ualimu uko ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu zote zilikuwa ni package za Bwana Yesu. Kwa hiyo unapompokea, anafanyika ndani yako, anaweza kukupa uwezesho wa vitu vingine. Japokuwa Paulo anasema kuna walioitwa kuwa manabii, kuna walioitwa kuwa mitume, kuna walioitwa kuwa walimu. Lakini huyu aliyeitwa kuwa mwalimu sio kwamba hawezi kufanya uinjilisti. Ndio maana Paulo alikuwa ni mtume, lakini alikuwa na ualimu ndani yake, alikuwa na uchungaji ndani yake. Unajuaje? Analichunga kanisa la Waefeso, analichunga kanisa la Wakorinto, alikuwa ni mchungaji, anachunga namna hiyo. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya unabii at large, mtu huyu asipate tashwishwi kwamba mbona kanisani kwetu mchungaji wangu sio nabii. Hujajua tu kinachoendelea. Kwa hiyo nabii ni nani? Nabii ni mwanadamu yoyote anayesema ujumbe utokao kwa Mungu akiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana yake Mwalimu Aaron hapa siku moja anaweza akawa nabii wa maisha yako, nikazungumza ujumbe uliotoka kwa Mungu nikiongozwa na Roho Mtakatifu, ukaja kwenye maisha yako na ukatimia, na ukapiga hatua kwenye hatima yako.